I'm speaking about kingdom mysteries, ama siri za ufalme wa Mungu. Na tukasema ya kwamba the kingdom huwa inoperate on a divine pattern. There is a described methodology ambao ufalme wa Mungu una operate. Na secret hizi ambazo zinaitwa mysteries, watu wengi awanja zitilia maanani sana ama kuzifuata sana ndio maisha yao ibadilike. Na ndiposa unaweza kuta kuna watu wengi ambao wamekuwa kwa church for the last 10 years, for the last 5 years, for the last 2 years, lakini maisha yao there is nothing that you can be able to admire in their life. Maana zile patterns ambazo Mungu ameziweka wamekataa kuzifuata. There is a pattern for salvation. Ukitaka kuokoka hakuna njia mbili, njia ni moja tu. Romans inasema katika 10:10 ya kwamba lazima uamini na moyo wako kisha ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na ya kwamba alifufuka katika wafu. That is the pattern, that is the formula. There is a pattern for long life. There is a pattern for prosperity. Watu wengi wanatamani prosperity, lakini ile pattern ambayo imepeanwa, they are not ready to follow this pattern. Na nikasema ya kwamba the Bible is more than a literature. It is more than the narratives that we read, the parables that we read, the stories that we read, the prophecies that we read. It contains the kingdom secrets. The Bible contains the kingdom secrets ambao tunaziita the mysteries. Now easy secrets, they are not opinions. They are not opinions, they are not facts. Maana opinion, they are subjective to so many things. Facts are subjective to so many things. The secrets, they don't change. And that is why Biblia tunaambiwa ya kwamba the Bible, it is the inspired word of God. It is the inspired word of God. On Sunday, tuliweza kushughulikia the mystery of complete surrender. Na tukasema the mystery of complete surrender, it is so deep. Ya kwamba Yesu aliongea akasema, if you want to live, you have to die first. If you have to live, you have to die first. Na Paul anafika mahali anasema, it is not I that lives. Sio mimi ninaishi. Anasema, I have been crucified with Christ. I no longer live. That is Galatians 2:20. The life that I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and he gave himself for my life. Na tuliangalia kwa undani sana. Tukasema if you want to live in Christ, you must be first ready to die. Na tukaangalia the components of life. Life is about your time, is about your sacrifices, it is about your resources. Lazima vitu hizo ziweze kushuka na ili Kristo akapate nafasi katika maisha yako. God must become a priority in your life. Na tukaona the mistake ambao Jacob alifanya. Alipofika mahali panaitwa Betheli, alikuwa na encounter ambao wengine hapa hatujaipata. Jacob aliona mbingu zimefunguka, ngazi imepanda, malaika wanapanda na wanashuka. It was a very powerful encounter. Lakini after the powerful encounter, Jacob bado aliteseka. He suffered in the hands of Laban for 20 years. Kwa sababu gani? Hakuwa amewachilia vitu zote. Alikuwa amebebana katika moyo wake. Kufuatwa na Esau. Shida ajui atakula nini, ajui atakunywa nini. Na maandiko inasema after 20 years he came back to the same place, and this time he never did the same mistake. He surrendered everything. Maandiko inasema akavukisha wake, akavukisha ng'ombe, akavukisha mali yake, and the Bible says he was left alone. He surrendered everything. He gave everything to God. Na hapo ndipo malaika alimshika, wakamenyana the whole night. Na asubuhi ilipofika akamwambia, now you need to let me go. Maana huyu mtu alijitegemea.
he was even complete without God, and that is why the angel alibreak the hip bone, akavunja paja lake ili akose stability, na kuanzia hapo God became his stability. Na maandiko inasema akamuuliza, what is your name? Akasema, my name is Jacob. Akamwambia, from today you shall never be Jacob again, your name shall be Israel, because you are blessed. Praise the name of Jesus. Hallelujah. The mystery of the kingdom God. And this is a very powerful mystery ambao ninaita the mystery of mental transformation, or the law of mental transformation. Now, Bible inaongea kuhusu deliverance. Maandiko inasema katika mlima wa Bwana, in Mount Zion there shall be deliverance, and the house of Israel shall possess their possession. Deliverance is a mental transformation. Why? The Bible says in John 8:38, you shall know the truth, and the truth shall set you free. If there is any freedom that we need, it is what comes into our mind, what comes into our heart. Now, I want to begin by making this statement. If you are writing down, write this one and do not forget. Your life will always be a reflection of your mind. Your life, hii maisha ambao una complain, hii maisha ambaye maybe unafurahia, hii maisha ambao una enjoy, inakujanga haje? It comes with the mind first. Watu hawafurahi maisha kwa sababu wako na mali. Kuna watu wamejiua na wakawacha mali. Inaanzia hapa. Watu hawafurahi maisha kwa sababu wameoa. Kama mtu anjaoa, huwa anaona wale wako katika ndoa wanafurahia. Naye yule kijana, naye yule ambaye ako katika ndoa, anaona so many single ladies and gents that are very happy. What is the problem? The mind. Yule mtu ambaye hana pesa, huwa anasema nikipata pesa ndio nitafurahia maisha. Naye kuna mwingine hana pesa na hana furaha. Anaona maskini ambao analala bila kufunga mlango, bila kufunga dirisha, na analala mpaka anaamshwa asubuhi na jogoo. Anasema mtu huyo anafurahia life. Your life will always be a reflection of your mind. Whatever you reflect in your mind, itakuwa manifested as time goes. Praise the name of the Lord. Kuna watu wengi wana search vitu nyingi katika maisha yao. People are searching for money. People are searching for wealth. Wengine ni ministry. Wengine wanatafuta successful business and marriages. But I want to tell you, kabla haujatia bidii sana kutafuta hizo vitu, you need to settle down and build your mind first. You need to settle down. Maana kuna watu wanaingia kwa vitu na wanazitafuta usiku na mchana. Wako na bidii ya kutafuta hizi vitu, lakini their minds are not ready kwa hizo vitu. Kuna neno moja huwa sitaki kumtaja ni nani, maana ako katika hii nyumba. Kuna siku moja aliniambia mchungaji, kama kuna kitu sasa tumebarikiwa nayo, tumeanza kupata watu ambao wako hapa sawa, watu ambao wamekomaa. As a marriage counselor, mimi nimefanya counseling nyingi za marriages. Lakini let me tell you, not all these marriages ina break kwa sababu shetani anagonga marriage vile mnasema. Ni wengine waliingia kwa ndoa na their minds were not ready. Hawakuwa wamekomaa kuingia kwa ndoa. Kuna mtumishi alihubiri hapa ile siku nilikuwa Molo, nilifuatilia hiyo clip. Na akasema ukipea mtoto 1,000. Wangapi walikuwa kwa hiyo ibada? Wangapi walisikia hiyo statement? Alisema ukipea mtoto 1,000 ni shida unampa. Maana ana ability ya kupanga shilingi 1,000. Atanunua biscuits mtaa mzima, atanunua sweet mtaa mzima, zingine atapea mpaka wapita njia, zingine hata ataangusha akitoka kwa duka. Maana hana ability ya kuchunga hizo vitu. As much as unataka prosperity in your life, wengine tunatamani healing katika maisha yetu, wengine tunatamani the power of God. Tukisimama hivi, nguvu za Mungu zina manifest. But are you in a capacity to handle these things? Maana kuna vitu ukipewa leo, na mbingu zinajua, na Mungu anajua,
Anasema tukitaka tuachane na ndugu fulani ni tumpee mali. Maana ibada hizo zimebaki kama 9 hivi za hii mwaka zikwishe, hamtamuona. Mungu anasema hapana, huyo wacha aendelee kuomba. Kuna mwingine hapa anaomba apewe kazi kubwa. Mbingu zinasema hapana, huyo asipewe kazi kubwa. Maana kiburi kilicho ndani yake, kama udharau watu na hana kazi kubwa, saa hiyo atapiga watu na walipie madawa na apewe polisi pesa wapeleke hospitali. Sasa wanasema huyo wacha tu akae tu. Niulizie jirani, situation yako inaweza kuwa ni wewe umesababisha. Niulizie tu politely. Kwa sababu tunaweza kuwa ile situation tunapitia ni sisi tumesababisha. Na tukikuja hapa tunasema Mungu uko wapi? Mbona umeniwacha? Niko na habari njema mchana wa leo. Hakuna mtu Mungu amewacha mahali hapa. We need to settle down and build our minds first. Kama kutakuwa na transformation, Bwana asifiwe. Kuna kitu huwa tunaitanga capacity building. The capacity to deal with things. Wengine hatuna capacity ya kudeal na vitu. Hata hizo viti mnaona hapo hazina watu. Maybe hatuna hiyo capacity ya kudeal na watu wengi. Maana wengine wanakuwa threatened. Mtu fulani akija, yani anakuja anashika microphone hapa, unaanza kutafuta vile ataanza kugongwa. Maana automatically ameanza kuchukua nafasi yako. Bila kumkaribisha, unamkumbatia. Let me tell you, mimi kama kuna kitu napenda ni vitu mzuri. Lakini hizo vitu vizuri ambazo tunazitaka, we must build our capacity to get them. Praise the mighty name of Jesus. Maana vitu hazikuji hivyo. Let's begin our test in the book of 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. We are beginning from verse 1. It is projected on our screen. Thank you, the media team. The wife of a man from the company of the prophets cried unto Elisha, your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Nataka ufikishe hapo. In other words, Elisha anaambia huyu mama ambaye ni mke wa nabii ambaye amekufa, ni mama mjane. Na mzee wake kabla akufe ameandikisha the 2 sons kama collateral, au ndio security wa loan ambayo alichukua. Na kabla alipe akafa. Sasa ameenda kwa Elisha. Anamwambia, si mzee wangu alimuongopa Mungu, alikuwa mmoja wa wana wa manabii, amekufa. Na sasa yule mtu wa deni amekujia my 2 sons. Kuliko Elisha ampe solution, mama anaulizwa na Elijah, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Sasa huyu ameanza kumpea suggestions. The man of God anajua the solution, lakini anauliza huyu mama, what do you have in your house? Ameuliza maswali mbili, open questions. The first one was an open question, ile ingine ameinaro, what do you have in your house? Na huyu mama your servant has nothing. Your servant, let's read together. Your servant has nothing there at all. She said, except a small jar of olive oil. Give me the next verse. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour
oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. Verse 6. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then, you need to mark those words, the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Now, mimi niko na swali. Kama aliomba vyombo kidogo, ni kulingana? Maana mtu wa Mungu alisisitiza, akamwambia do not borrow a few. So, angejua ya kwamba chombo cha mwisho kikijaa mafuta ndio itasimama, I think angetumia 2 months kuomba vyombo. Lakini kwa sababu ya pressure ya creditors, wangapi washakuwa na deni ya mtu, ama deni ya bank, ama deni ya ama hii ya silo, unakaa kidogo kasimu, wewe kama utalipa leo tutakukujia, wewe kama utafanya nini. I think this lady alikuwa na pressure ya deni, kwa hivyo hakuwa na time ya kuomba vitu mingi. That is the truth of the matter. Aliomba vitu chache, and then Elisha akamwambia, henda uuze ulipe deni, then ile itabaki utumie kama capital, utumie kama pocket money, utumie kufanya vitu zingine. My question is, kama aliomba vitu kidogo, alibaki na pesa kidogo. The problem was not the heavens. The problem was not Elisha. The problem was nothing else. Lakini alifanya kulingana na vile mind yake ilimwambia. God wants to lift us, but some of our minds cannot be able to handle the blessings of God. Sengine watu nasema Mungu niinue, Mungu nibariki. Are we in a position to handle those blessings? Or whatever we receive will be able to be led into wastage? Bwana asifiwe. Kuna siku moja Yesu alilisha watu, lakini maandiko inasema what was left. I don't know whether we have that verse. Kulikuwa na vikapu 12 za mabaki, wastage. Watu wao wamefuata Yesu for 3 days. Hawanja kula. Yesu akawahurumia, akauliza tutawapea nini? Wanafunzi wake akamwambia tuna peni 2, hata haziwezi tosha mkate. But there is a small boy ambaye ako na samaki 2 na mikate 5. Yesu akasema iletwe. Watu wao wakalishwe chini. But the Bible says walipokula wakashiba. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered, bring them here to me. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken. Hii kanisa iko na walimu. Kuna kitu tunaitanga figure of speech. Hii imesisitizwa vizuri. Broken pieces that were left over. Vikapu 12. Kwani hawa watu walikuwa nakula staili gani? Mikate inakuwa na broken pieces. Samaki tungesema iko na mifupa, lakini mikate inakuwa na broken pieces. Kuna baraka inaweza kuja ukuwa uwezi ukayando according to what is in your mind. And let me tell you, your mind leads you to your tomorrow. Your mind leads you to your tomorrow. Kuna watu wanakuanga na vitu watu naita short term goals na long term goals. Short term plans, long term plans. Anything past 2 years is a long term. Lakini kuna watu hata hawana mipango ya 2022 na tuko 2021.
Na saa ingine ni vizuri kuruhusu akili zetu ziende mahali hatujafika. Hauhitaji visa kupiga picha ya vitu zingine, hauhitaji pesa kutravel, mind yako itravel. Lakini wakati your mind defeats you, then it means you are defeated completely. Na kuna watu wengi kwa Bible walifanyiwa miujiza according to their minds. One of them was Abraham. Mungu alikuja akaambia Abraham, Genesis 12, I will bless you. I'll make your name great. I'll bless all the nations through your name. Lakini Biblia inasema, and Abraham believed the Lord, and it was counted righteousness unto him. Alimuamini Mungu. Saa hiyo ana mtoto. The covenant was established in Genesis 17. Ana mtoto. But he allowed his mind and the heart, faith iweze kujengwa, na akamwamini Mungu. Mtu mwingine ni Jeremiah. Mungu alimuita Jeremiah, alimuuliza Jeremiah, unaona nini? Jeremiah akasema, Jeremiah 1 verse 10, akasema mimi naona mti wa mlozi. Mungu akamwambia, umeona vyema, vile umeona vyema nitalitimiza neno langu. Kuna watu hata siku ya leo wanaona poverty. Hata ukiwaambia Mungu atakuinua, anaangalia situation yenye yako nayo. Kama yule mama anasema there is nothing except a bottle of oil. Mungu atakuponya, unasikia pande inauma, unasema hapana. If your mind defeats you, you are defeated. Hata tukijaribu kukutia moyo, dada, wewe jitie moyo, uchumi utabadilika. Kuna corona, na corona biashara zilia, kwa sababu biashara zilia. Is this the end of life? Our mind must be active. Praise the name of the Lord. Do not allow people to intimidate you because of what you are going through. Sometimes there is a process ambao unapitia. Allow your mind to be there. Ruhusu akili zako zikuwe kule mbele. Hata kama situation ile uko nayo inasema hapana, trust the process. Trust the process. Briefly, for the shortest time that I have, how do you transform your mind? Number one, through exposure. You need exposure. The right exposure is a double blessing. Exposure huwa inamaanisha you are broadening your horizon. Kama wewe ni mcheza vyombo, you cannot say you are the best. Hata kuna msemo ya Wakikuyu na Wakamba, wanasemanga yule mtoto huwa atembei, anasemama mama yake ndio mpishi the best. Mko nayo huko kwenu? Iko pia. Exposure. We need exposure. Kuna mahali hii kitu inaguzwa Moses, unarudi nyuma. Unajifanya haujaicheza keyboard maisha yako yote. Kwanza usome. Exposure. Watu wengi wamekataa exposure. Watu wengi wamekataa exposure. Exposure enables you to make up your mind that you will not be in this level again. Exposure inafanyanga unafanya uamuzi, unasema hapana. Vile nimekuwa nikihubiri, hapana. Vile nimekuwa nikiomba, hapana. Vile nimekuwa nikiimbisha, hapana. Vile nimekuwa nikifanya biashara, hapana. We need exposure. There are places you go and you are humbled because of the exposure. But watu wengine wamekataa exposure. And exposure is very expensive. Wengine wanasema hapana, nitaomba na Mungu atanitendea. Nitaomba, nitangojea Mungu. Let me tell you, that is the reason why we took a team ya praise and worship. Billy umesema hii timu imekujenga. We took it for exposure to Nairobi. Maana saa ingine mimi sio mzuri na uimbaji, sio mzuri na vyombo, but huwa nawaambia I know the best. Kuna mahali unaweza guza hata kama sijui F iko wapi na D minor iko wapi, nikwambia hapana. We need exposure. Hata ambao wako kwa biashara, you need exposure. Tembea hoteli nyingine, ona vile watu wanasaviwa, ona vile waiter wamevaa manguo, ona vile watu wanakaribishwa. Ndio maana kuna kitu inaitangwa team building. Watu wanaenda wanafundishwa. Wengine hata tutembeleane,
Ona vile watoto wanakuwa handled. Ona vile mzee wa mwenyewe anakuwa handled. Mzee anaingia tu anakaribishwa, anasikia kukujanga saa 8. We need exposure. Hata kwa ministry, we need exposure. Praise the name of the Lord. Number 2, lazima uelewe, everything is in life, it is built twice. Kila kitu katika maisha inajengwa mara mbili. Number 1, in the mind. Then number 2, physically. Physically. You build that thing. Kuna vitu hata unataka saa hizi katika maisha. You need to build it first in the mind. Wale wanataka gari. Ukiwa na interest ya kununua gari ndio unaanza kuangalia gari zile unataka. Zile mpaka iingie hapa. Ukitaka kujenga nyumba, kama sasa tukimalizana haka ploti, tutaanza maneno ya ujenzi. Mimi nakwambia hatuwezi jenga kitu inakaa hivi. Iwezekani. Why? Exposure. Sasa tutafanya survey kidogo, tutauliza, tutafanya inquiry kidogo, tutaita professionals. Nilikuwa naambia mtu, hii kitu vile inakaa ni mimi nilichora. Niko na hiyo notebook mpaka wa leo. Nimechora hivi, na mimi kwa kuchora mimi sio mzuri. So please don't blame the devil when you see some things happening here. But pia tulichora kulingana na nini? Na ile cash tulikuwa nayo. Alafu ule aliweka ukuta pande hii, akaweka huku ikiwa juu, huku ikiwa chini. Karibu tukosane. We cannot do that again. Kila kitu huwa inajengwa mara mbili. Prosperity, success, ministry, business. Lazima ile mindset yako kwanza ikuwe sawa. Ikiwa hata biashara, ukianza biashara na unaona itafaulu, please don't start. Utaita pasta akuja iombee, tupake mafuta, tufukuze mapepo ya umaskini, alafu after 2 months ufunge biashara. Alafu useme sasa hata niliita mchungaji na nikampa sadaka. Sio shida, sio mchungaji na sadaka yenye ulitoa. The problem was the mind. Already you are defeated. Ulianza ukiwa umeshindwa. Bwana asifiwe. Kuna kitu wanafundisha kwa shule, na ndio maana umeona hawa watoto wamepewa nafasi. Unajua hiyo kitu wanafanya hapa, msione hizo memory verse peke yake wanasoma. Kuna mtu hapa hata ukimuita mbele ya watu kuongea ni shida. Because wengine hawakupata exposure, na kuna pengine tulipata exposure. Tuko very confident, anasoma poem kuanzia juu mpaka chini. Mwingine anaweza fanya acting. Mwingine anaweza fanya comedy, mwingine anaweza fanya singing. Walianza hiyo exposure kidogo. Alafu alipofanya vizuri, akaambiwa na mama yake, you have done so good. Mwingine akapiga, akaambiwa sasa hiyo ni nini umetoa. Kuanzia siku hiyo, self confidence. Akawa na low self esteem, haizi mama mbele ya watu. Na akifanya kitu anauliza watu 5. Umeona nimefanyaje? Sawa. Na wewe? Sawa. Na wewe? Yakuna. Na wewe? Umechoma. Na wewe? Kuanzia hapo nachukua back seat. Nasema wacha tuachie hao watu wengine. Bwana asifiwe. Lazima uruhusu mind yako. Watu wengi kama Abraham, watu wengi kama Jeremiah, the mind. Things are built in 2 ways in life. They are built twice. In the mind and then physically. The last point, you need to learn something and apply. You learn it and you need to apply. Give me 2 Timothy 2:2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses. This is amplified version. Let's go together. It is projected. Paul anaambia Timothy, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. In other words, Paul anaambia Timothy, you can duplicate what I have done. You learn and you apply. And let me tell you, mimi kuna watu huwa siwapendi kwa maisha yangu. And this one I'm very honest with you. Kuna watu wanakupiga mapromise zinatoka hapa na free area. Lakini hata kufanya kamoja kanatoka hapa na mahali hii speaker iko. Hawafanyi. 7 years ambao nimekuwa kwa ministry, zile promises nimepewa na watu, kama zinaweza kuwa converted to the
Mchungaji, tutasimama na wewe. Mchungaji, usiwe na wasiwasi. Mchungaji, hiyo niwatie. Mchungaji, hiyo tutafanya. Paul anaambia Timothy, you need to have reliable people. People that are reliable. Kuna watu wengine you cannot rely on them. Na maandiko inasema katika Proverbs, mtu ambaye sio mwaminifu ni kama jino ambalo limevunjika. My friend, ukiwa na jino limevunjika, hata waweke the best food, you cannot eat. Jino inauma, supu inatoa harufu mzuri, unawachana nayo. You need to learn. Whatever you have learned, you need to apply it. The same Bible says we should not be hearers, but we should be also doers of the word. So whatever you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust the same to reliable people who will also be qualified. Ningekuwa nina underline his statement, ninge underline reliable na qualified. Bwana asifiwe. Maana ukiwa na watu ambao sio reliable na watu ambao sio qualified, you are in trouble. You will mark time. You will not move forward. You need them to teach others. They are reliable and they are qualified. Hawatapeana kitu substandard. In other words, watapeana quality. Let me tell you, God is also interested in quality. Our God is a God of quality. Mungu alikuwa anauliza Ayubu katika Job. Anamuuliza hata msingi ya dunia umeona nimeiweka wapi? Anamuuliza hata siku moja ulishaamrisha jua litoke na litue? Yani vitu za Mungu, they are so quality na ziko above the thinking of men, ya kwamba some of them we cannot comprehend them. Anauliza ni nani wana control giza? Ni nani wana control nuru? Nani wana control mwezi? Nani wana control? And let me tell you, even the sciences, hata wale wamekataa Mungu, kuna mahali wanafikanga wanasema no, it is beyond what we can comprehend. It is beyond our understanding. The carnal mind cannot be able to comprehend this. This is beyond the power of man. Wanawachana nayo. And that is why wale wanafanya apologetics, kutetea imani, kutetea Yesu, kutetea Ukristo wako, wanafikanga mahali wanasema it is beyond us. There is a power. Hata kama tunakosa waza kueleza, hata kama tunakosa maneno ya kueleza, there is a power that is supreme. Mungu anaangalia reliable. He is reliable. He is ever reliable. He has never failed us even a single day. Wengine tunafanya kidogo and then we take the glory, we take the back seat. God has never done that. Na hakikisha umekula for the last 58 years. Anahakikisha hiyo kitu inapiganga ndani inaisimama for the last 28 years. Very reliable. Imagine Mungu angekuwa sio reliable. Anaamuka leo system zote zina fail, kama vile stima ina failingi. Watu wangapi tungekuwa Kenya hata leo? Because mimi nimeenda na gari imeharibika kwa njia, sio mara moja. Vitu za Mungu zinafika mahali zinakwama. Is ever reliable. We should also be reliable. And we should take knowledge, have knowledge. And whatever we learn, we must be ready to apply it. Praise the name of Jesus. Let me conclude this message. Give me, as I conclude, give me Philippians 4:8. Maana hili mind yako ikuwe transformed. There is a way you need to do things. Paul anasema, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Paul anaweka mipaka. Anasema kama tunataka the law of mental transformation, kuna vitu tutawachana nazo. Take what is pure, take what is trustworthy, praiseworthy, take what is lovely, take what is right, take what is true,
take what is noble, take what is admirable. Ningekuwa daktari, hii ningepea mtu 2 times 2 ya hii 2 times 2. Maana Paulo anasema we should think about such things. Hizi issues zingine wachana nazo. Zile vitu ambazo zinafanya kusiwe na sifa, kusiwe na ushuhuda, kusiwe na heshima, anasema tuachane nazo. Tuchukue zile vitu ambao ni za ukweli, zile vitu ambao ni za uongo, exaggerated things, vitu za kufurahisha watu lakini you don't mean it from the heart. Anasema wachaneni nazo. This is the dose to transform your minds. Philippians 4:8. So ninaomba hata hii wiki tukunywe hii na tukule hii. Philippians 4:8 and then tukutane Sunday. Kuna watu hapa watakuwa na improvement. Kuna watu hapa watakuwa wamepona. Maana mara mingi we take what is not true, we take what is not right, we take what is not noble, we take what is not pure, we take what is not lovely, we take what is not admirable, we take what is not excellent. We take what is not praiseworthy. And that is why our lives is the way it is. Let me tell you, the miracle that I need in my life right now, it is not money. The miracle that I need in my life right now, it is not big things. The miracle that I need in my life, it is a transformed mind. And the transformed mind is a serious miracle. Tukianza kuona vitu in the perspective of God, I want to tell you, they must change. Tukianza kuona vitu in the perspective, in the spiritual realm, vile Mungu anataka tuzione, hata kuongea kwetu, hata miili yetu, hata matendo yetu, yataanza kuelekea towards the right direction. In the mighty name of Jesus. Sijuombe dakika moja. Mwambie Mungu, transform my mind. I need this miracle to transform my mind. Give me ideas, oh my Father.